Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Ndugu zangu Waislamu mlioko katika msikiti huu wa Omar bin Khattab na Waislamu wengine wanaotufuatilia duniani, tunawakaribisha tena katika mtandao wa Yusuf Dawa Kenya, tukiwa Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie wote waliofunga saumu zao na awafutie madhambi yao. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuwa jana Allah amenipa uwezo wa kutoka kidogo nikaweza kutembea katika msikiti wa Marina, leo amenifadhikisha kufika Nairobi kwenye msikiti huu wetu wa Omar bin Khattab. Lengo hasa ni kufikisha amana na kuletea Waislamu wa hapa sikukuu. Je, mnaikaribisha? Maana sisi hatukuja pengine kulalamika, sijakuja pengine kwa sababu nyingine, ni kwa sababu yenyu Waislamu wa Omar bin Khattab, ambao wengi pia ni maskini. Pengine mtu hata ajui atatoa wapi unga, na ndio sababu ya zakatul fitri, ili watu wapate kitu ya kufuturu ama kitu ya kukula siku ya Idi. Na hii lililonileta hapa ni kwa sababu ya zawadi yenu ama zakatul fitri ya Idi, ambaye amenituma, amependelea sana nitoe ikiwa mapeni, japokuwa kidogo, lakini mimi najua watu wa msikiti huu wetu ni watu wenye kuridhika, watu wenye heshima na adabu zao. Mimi nawajua Waislamu hapa, tumekuwa na nyinyi kila wakati, hakuna fujo, hakuna nini, tunaishi maisha ambayo ni mema. Na nashukuru sana ustadh, nimekuwa mgonjwa miezi 6 na tumekuwa tukiwasiliana na ustadhi nikiwa katika hali hiyo hiyo, na nashukuru ustadhi amefanya jitihada. Naona msikiti uko katika hali yake vile vile, naona Waislamu tupo, na wallahi msikiti ni wa Allah, wa anna masajida lillah. Msikiti sio wangu wala wa fulani, huu ni msikiti wa Mwenyezi Mungu. Ndio kama siko mimi siswali hapa. So japokuwa akukosagi fitina dogo za watu wanafiki huko kado, wanasema msikiti ya Yusufu, hii si msikiti yangu Sheikh. Mimi naishi Nyeri, nikiwa Nairobi naishi Githurai. Ninaposwali hata isijulikani kama kuna mahala nishawaisimamia msikiti, kwa sababu hakuna msikiti ya mtu. Hii ni msikiti ya Allah. Na nashukuru sana kwa dua zenyu Waislamu walioko duniani, na Waislamu wa msikiti huu wa Omar bin Khattab, na ustadhi walinitembelea nyumbani, na baadhi ya wanafunzi walikuja mpaka nyumbani. Allah barik. Hiyo ni juhudi kubwa sana. Nilisikia furaha, na ndio singeona gumu kuja mwenyewe hapa, na aliyenituma aliomba mimi nije mwenyewe. Na mimi kwa vile nimekaa kitandani sana, nikaonelea ni vizuri. Hata daktari anasema hivi kutoka hiyo sasa ndio nimebakisha. Kile ambacho mimi nimebakisha, nafanyio massage na kutembea kidogo. Hiyo ndio nimebakisha. Daktari ananiambia nikienda siku kadhaa nitaligeni, nitaanza kukimbia. Tumuombe Allah ajalie yote yawepo inshallah, na yote yafanyike. Na dawa pia ninatumia, yani kutoka ugonjwa wangu ujulikane. Nilikuwa natibiwa maradhi ambayo sina. Kutoka ugonjwa ujulikane nimeenda siku ni kama naenda mwezi sasa.
Ilikuwa naenda siku 21 za kusafisha mwili. Toka hapo niko na siku kama 5 na nimeanza kupata nguvu. Nilikuwa sitoki, siwezi simama. Sasa naweza simama. Naweza nikisimamishwa na simama, naweza tembea. Japokuwa si sana. Na hiyo ni mazoezi na itakuwa na, lakini dawa na kunywa dawa za 90 days. Na itakuwa ni heri kubwa na inazidi kuwa ni heri kubwa kwa sababu hata nimebadilika, kilo zimeongezeka, alhamdulillah. So hii yote ni neema ya kumshukuru Allah. Tusihuzunike, tushukuru Mungu, tuombeane dua njema, Allah azidi kutupatia afya. Kabla nizidi kuendelea, sijui ustadhi usalimie Waislamu duniani na pengine ulete kauli alafu tuweze kurejea kwangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subul alhidayah wa azhata an basairina ishawatan riwaya wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iya ila Allahi biidhnihi wa sirajan munira. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa takallaba uryanan wa in kana qasiya. Khairul libasi ta'ati rabbih la khaira fi man kana lillahi asiya. Amma ba'd. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu wanaotutazama, hapa tuko katika msikiti wa Umar bin Khattab, ambao kwamba msikiti huu si wa zamani sana, walakin Allah subhanahu wa ta'ala msikiti huu kidogo aliuleta na neema zake. Kwanza, neema ya kwanza Allah ambaye alitupatia, kwanza alitupatia uvumilivu. Alitupatia neema ya uvumilivu. Kwa maana ukimwangalia ustadi wetu, Ustadi Yusuf, inataraji ugonjwa kama huu, inataraji uvumilivu, na wale ambao kwamba wamemzunguka dua kwa wingi. Dua ndizo ambazo kwamba zinamsaidia. Kwa maana hatuna lolote ambalo kwamba tutaweza chukua tukasema tunampatia likawa ndio ambao kwamba itamfanya yeye apone, isipokuwa silaha ya yeye kuwa ambao kwamba awe na furaha na awe na nguvu na sisi ni sisi kumpatia, kumwombea dua, na ile Allah subhanahu wa ta'ala ampatie nguvu. Ndugu zangu Waislamu, mimi naitwa Ustadi Adam Mwavumba, mimi ndimi ustadi hapa na ndimi imamu. Naomba tu kitu kimoja. Ustadi Yusuf alitujengea msikiti na akatujengea madrasa. Akujenga mahali ya kwamba ni mahali kwa sherehe, bali alijenga mahali kama hapa ni mahali ambapo kwamba ni kwa ibada, ni mahali kwa ambapo kwamba watu wapate mafunzo, na yale mafunzo ambapo kwamba yatapatikana ni faida yangu mimi na wewe, na wala si faida sana kwa Yusuf, kwa maana Yusuf ashatekeleza kwake. Yeye kazi yake ni kuja kutuangalia. Angalia, ni mgonjwa lakini ametoka Nyeri paka hapa kuja kutuangalia. Lakini sisi ambao kwamba tuko hapa, kuna wengi wetu atupeani moyo, bali tunavunjana moyo. Tuna ile kwamba anaonekana kwamba Ustadi Yusuf ni mgonjwa, basi wacha tuangalie kwamba tutapaka vipi matope ile msikiti kwa sababu Yusuf ni mgonjwa. Hilo alijengi na wala alisaidii, bali hilo linaregesha dini nyuma. Baada ya sisi tunamuona ndugu yetu ametufanyia hivi, ni sisi tushikane mkono tuseme kwa vile ndugu yetu sahihi hali yake kidogo haiko sawa, ama tushikane mikono tusukume mbele, ili hapa mahali anayekuja ajue kwamba bado mahali kuna wenyewe. Walakin inapeleka ya kwamba ni mahali kwa kurushiana matope, ni mahali ya kwamba watu hawataki. Ustadi Yusuf, kuna wazazi wengi walitoa wakati umegonjeka, walitoa watoto wao, na ni hao wa mama hawa, mimi wasifichi. Niliambiwa kwamba walikuwa wameleta watoto wao kwa sababu ya misaada. Hiyo ndio niliambiwa. Tumeleta watoto wetu kwa sababu tulidhani kwamba kuna misaada, watoto wetu wafaidike. Wakatoa watoto wao wakapeleka kule ambapo kuna misaada. Na wao wenyewe wengine wakatoka wakasema hatuwezi kaa misikiti ya maskini. Wakatoka wenyewe pia wakaenda.
Lakini mimi nikawaambia ikiwa wewe kweli Muislamu na uko na dini, au tuangalia msaada, utaangalia lile ambalo kwamba liko kwa moyoni, na utaangalia hapa palijengwa kwa ajili ya nini, hapa palijengwa kwa ajili ya ibada, na hapa palijengwa kwa ajili ya mafunzo, watoto wapate mafunzo, wapate msingi, na wala kujengwa kwa ajili ya msaada. Na huwa nasimama nasema, ikiwa unatarajia kuna msaada, iko siku Mungu akibariki kitapatikana, utakiona kitagawanywa. Na ikiwa Mungu ameenda kwamba akikofika jua Mungu amezuia, kuna sababu yake ya kuzuia, na kikipatika tunamwona amekuja mwenyewe. Ni nani ambaye kwamba amemuita akasema njoo utugawanyie? Kwa hivyo tuweni na dini, tusiwe na tamaa. Wengi wetu tunakaa, lakini tunakaa na tamaa. Tamaa hazijengi na wala hazileti dini. Tamaa zinavunja moyo wa wale ambao kwamba watakuwa labda wako mbele yetu, tutawavunja. Kwa maana ukiangalia kitu, mtoto wako asome kwa sababu ya kitu, utakuwa umejenga ama utakuwa wewe umevunja. Kwa hivyo wamama, wengi wao ni wamama ambao kwamba wana hiyo tabia. Kwa hivyo wamama, tubadilikeni. Hapa ikiwa unaleta mtoto wako asome kwa ajili ya Mungu, mlete asome kwa ajili ya Mungu. Na ikiwa unamleta asome kwa sababu upate msaada, kwa nini ambao hakuna manguo siku hizi, hakuna chakula, huko nyuma ilikuwa tunagawanyiwa, ana botiki ya nguo Yusuf. Hajafungua botiki. Na wala hajafungua supermarket ya kwamba lazima alete agawanye, ni paka yeye au kuna watu wasema ndugu yetu shika hiki na ukafanya hivi, na yeye ndiye atufikishie sisi. Na tumshukuruni sana Yusuf na wale ambao kwamba wanamsaidia kutoka hapa kwetu msikitini. Msikiti wallahi tangu Ramadhani ianze, ustadi wanakula kana kwamba wako nyumbani. Mara pilau, marage chapati, maamri dengu, uji chapati, wanakula kana kwamba nyumbani. Na huyu bwana yuko mgonjwa. Takbir. Huyu bwana yuko mgonjwa, lakini anafanya hivyo. Na sijamregesha nyuma akisema wafanye hivi, Waislamu kasema na bana. Najua imetumwa kwa Waislamu, ni lazima Waislamu wapate hiyo kitu. Kwa hivyo tuwe na moyo, tusivunjane moyo. Tukawa ya kwamba tunakimbilia kitu baada ya utu. Tuangalie ni utu kwanza, kitu kitakuja baadaye. Kwa hayo machache, tushikamane ili dini iende mbele, na wala tushikamane ili kuvunja watu moyo. Tuwashikeni, tuwaombeni dua wapate nguvu, ili mbeleni tujue ya kwamba ni lipi ambalo kwamba litafatia. Kwa hayo machache, wa hada, assalamu alaikum wal afwa minkum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana ustadh. Muliombea afya. Maana mimi nikijisikia tu tulaanza kujenga wakfu nyumba kidogo pale na madrasa bora zaidi, tutajenga nyumba ambayo zitasaidia msikiti, na zote zitakuwa mikononi mwenu nyinyi wenyeji. Mimi ni kuangalia tu, kwa sababu mimi msikiti wa hapa unihusu, sio wangu. Si swali hapa, ni msikiti ya Allah na Waislamu wa elia hii. Mimi mahala tutateteshana, nikiwa Nyeri, nikiwa hapo kukiwa na shida kwa msikiti, hapo nitaleta shida. Hata mimi niko kwa msikiti yetu hiyo, lakini hapa nitaleta shida gani? Akula hapa tufanye mambo ya kheri, tusaidiane katika heri. Sijui tuko Waislamu wangapi hapa ndani ya msikiti kwa sasa, ni kama takriban wangapi? Ni wanawake mko wangapi? Hata mjui mko wangapi, lakini napenda tukae safu. Tukae chini safu, yani kama ni tukae kama tuko kwa safu. So Waislamu wote duniani tunawashukuru, na pia tunawaombea Mwenyezi Mungu awatakabalie saumu zenyu. Na pia familia ya Ismail Omar, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Kuna mzee wetu ambaye alikuwa akishirikiana na mimi sana, alikuwa anaitwa Omar Bado, na alifariki. Mwenyezi Mungu amjalie sana, katujalia katika kile alicho contribute kwa huu msikiti. Wote wanao contribute wanalisaidia, wengine si matajiri, ni Waislamu tu, wengine wanaendesha malori nje,
wengine wameajiriwa kazi mbalimbali za mikono. Mtu anakaa ananiambia, Yusufu, chukua hii 10,000, nenda ufanye jambo la heri. Yusufu, shika hii zakatul fitri yangu shilingi 1,000, jua utapatia nani. Hivyo Mwenyezi Mungu azidi kuwapa wote, wazidi kubarikiwa na wazidi kutusupport katika mambo ya dini. Nashukuru, naona Waislamu si haba, wako wengi, na tunaomba pia mzidi kuleta watoto madrasa wasome. Mimi nilifurahi na nikashangaa kwa kuona wale watoto walikuja nyumbani walinitilia dua. Na shekhe, watoto wenyu wanasoma. Kama kuna mtoto yuko kwa hii madrasa, nenda umsikize. Kama kuna mtoto yuko kwa hii madrasa ya Omar bin Khattab. Mimi mwenyewe nilikosa lawama ya kumlaumu ustadhi. Wameshika kitu, wamesoma Qur'ani, wanajisomea vizuri, wako safi, wanasoma sura zile ndefu ndefu. Wallahi hakuna kitu inafurahisha kama hiyo. So yule ambaye hajaleta mtoto madrasa, alete mtoto madrasa asome, hiyo ndiyo atakusaidia. Wanafundishwa kuombea wazazi dua. Na mimi sina mengi. Mimi nimetumwa na zawadi. Nimeambiwa kila Muislamu ambaye yuko ndani ya msikiti, na nilikuwa na hesabu yao, na naona kama tuko wengi na tutatosheka. Kila mmoja atapata, kila mmoja anapata shilingi 1,000 hapa. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Kila mmoja atapata shilingi 1,000 apate kupata kitu siku ya Eid. 1,000 hauwezi kosa kitu ya kukula. Na tuwaombee dua wale ambao wana contribute kusaidia na kutusaidia sote. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la yahudhuhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adhim. Hiyo ifikie Waislamu wote wanaosapoti msikiti wa Omar bin Khattab na wanaosapoti Yusuf Dawa. Allah awatakabalie mambo yao, awalinde na hasad, na anijalie afya na nguvu, na kila mgonjwa ambaye yuko hapa, na jamii yote ya Kiislamu. Mimi sijui kama Ustadh Said unaweza kuwa na kitu cha kuzungumza. Naomba maana yeye ndiye yuko nyuma ya kamera, aweze kusaidia kushika hiyo kamera kidogo, ili aweze na yeye kutoa kauli moja. Huyu ni mzee Said. Huyu wakati wowote nikiwa na jambo naweza mtuma, ama akija huyu akaribishwe hapa. Ndiye mdogo wangu, tumeshikana kutoka msikiti mwanzo mpaka mwisho, tulikuwa na yeye. So yeye atakapokuja pengine na jambo la msikiti asikilizwe.
Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wa salam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Kwanza tunaanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Pili tunamwombea rehema na amani zimuendee kipenzi cha Allah bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, wallahi tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana ambaye ametujalia leo tukawa sehemu kama hii ili kutembelea ndugu zetu Waislamu. Na wallahi inasikitisha sana kusikia watu leo mtu anakuja kutoa mtoto katika nyumba ya Allah, madrasa, mtu anasomeshwa dini, unamtoa unampeleka sehemu nyingine, tena kwa matamshi mazito. Unasema hautaki mtoto wako asome sehemu gani? Sehemu ya watu maskini. Tunasema ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na mtume anasema peponi ataingia na maskini. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bora wenyu ni yule ambaye anaisomesha Qur'ani. Anasoma Qur'an kisha akafanya nini? Akaisomesha. Leo unamtoa mtoto wako katika madrasa kusoma dini ya Allah, kusoma Qur'ani, kumjua bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu pengine wenyeji wako pale ni maskini. Ndugu zangu Waislamu, huo ni mtihani inshallah. Tunaomba sisi sote tujirekebishe inshallah. Semeni inshallah. Pili ndugu zangu Waislamu, hata naona haya wallahi. Kwa nini naona haya? Leo sisi tuko na afya zetu, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametujalia. Lakini angalieni, leo nimesoma mengi, sio leo tu, wallahi nimeishi kusoma mengi kwa ndugu yangu Yusuf. Angalieni hali yake, hali ambayo yuko nayo, lakini anang'ang'ana juu usiku na mchana wallahi kutembelea Waislamu wenzao. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu amponye inshallah. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu amjalie afya inshallah. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu kwa vile ndugu yetu amekuwa wa kwanza kutembelea Waislamu, kufanya juhudi angalau Waislamu wapate raha. Si kwamba hiyo pesa anaweza kula raha yake, hakuna vitu mingi anaweza tumia, lakini wallahi amejitolelea hali ya kuwa hana afya, lakini amekuja kwa ajili ya Allah fi sabilillah. Na hawa ndio wale wanazungumziwa katika kitabu cha Qur'an. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mwenyezi Mungu anauliza swali katika kitabu cha Qur'an, enyi wenye sifa ya iman, je, ni wajulishe biashara ambayo itakawaokoa na moto wa jahannam? Hii ndio Sheikh Yusuf anafanya, wallahi anafanya biashara na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema tu'minuna billah, kwanza ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi mtu anafanya juhudi kama hii, kwanza anamwamini Allah. Ni kweli ama ni urongo? Pili anasema wa rasulihi, na mtume wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu jahiduna fi sabilillahi, na kufanya jitihada katika nini? Katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sheikh wetu wallahi hali yake iko hivi, lakini anang'ang'ana, anataka kufanya biashara na Allah apate janna ya Allah. Lakini kuna wengine hawafurahi, kuna wengine wallahi hawafurahi, walali usiku shekhe. Kwa nini? Sheikh Yusuf anafanikiwa, sijui Sheikh Yusuf anafanya hivi, lakini wallahi ni jitihada yake. Sasa mimi na wewe ndio tunafalio tujiulize, tumefanyia nini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo tuacheni siasa ndugu zangu Waislamu, tuangalieni msikiti huu. Na Yusuf amesema sio msikiti wetu, ni msikiti wa nani? Wa anna masajida lillah, misikiti yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jukumu ni langu mimi na wewe. Tukipata hata msikiti iko na uchafu, sio tunaangalia ustadh bwana msikiti iko na uchafu, chukua kitambaa panguza ile uchafu. Kweli ndugu zangu ama ni urongo? Ukiona msikiti leo maji naenda vibaya, ingia katika mfuko wako shekhe, toa fi sabilillah. Wale wamejenga huu msikiti ndugu zangu Waislamu, wallahi hata wakifa kiondoka katika dunia wanapata sadakatul jaria, sadaka yenye kuendelea. Kweli mimi na wewe tutaki sadaka kwa kuendelea ndugu zangu Waislamu? Tunahitaji. Kwa hivyo sitazungumza mengi ndugu zangu Waislamu. Wale ambao wametoa watoto kwa sababu ya msaada, basi nawaambieni pole sana. Na wale wanawaleta watoto wao katika madrasa kwa ajili ya kusoma la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wallahi kuna mafanikio makubwa kabisa. Fanikio la kwanza ni hapa duniani, la pili ni wapi? Yaumul Kiyama. Wallahi ndugu zangu Waislamu, mtoto wako akisoma hapa madrasa, nilete mfano ulio hai nikimalizia. Leo mtoto wako asikie unasema hauwezi peleka mtoto wako madrasa
madrasa ya maskini, huyo mtoto atakuwa namna gani? Wallahi atakuwa hata kama ni kuswali, haswali lillah, yeye anakuja kuswali msikitini apate nini? Apate msaada. Lakini kama utamleta mtoto wako kwa ajili ya Allah, asome dini ya Allah, wallahi leo mimi na wewe tukifa, akiingia kaburini ndio tutapata watoto wema inshallah. Semeni inshallah. Watatutilia dua ndugu zangu Waislamu. Na tunaambia mtoto mwema ni gani? Ni ule mzazi wake atakayefariki kisha anamwombea nini? Anaombea wazazi wake dua. Sasa kama utaki kuleta mtoto wako madrasa, unaleta siasa, mtoto wako ukifa atakutilia dua. Yeye huko unakufa unazikwa, yeye yuko wapi? Kwa siasa, kama ulivyomlea. Kweli ama urongo Waislamu? Kwa hivyo namalizia, kwanza tumfanyieni Sheikh wetu Yusuf Fataha inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kuna shari kwa karibu na ndugu yetu Yusuf, Mwenyezi Mungu ipeleke mbali. Semeni amin. Na kama kuna kheri kwa mbali na ndugu yetu Yusuf, Mwenyezi Mungu amlete karibu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 la mwisho, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsamehee Yusufu madhambi yake kama ako nayo. Mwenyezi Mungu amuepushe na moto wa Jahannam. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah amegawanya Ramadhani mafungu ngapi? Matatu. Ya kwanza ni rehema, ya pili ni maghfira. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie Yusuf apate rehema ambayo ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Semeni amin. Vile vile amsamehee madhambi yake katika 10 la pili ambalo la lini? La kusamehewa madhambi. Na kwa wale ndugu zetu ambao wanamshikilia Sheikh Yusuf, wanangangana juu chini kutoa sadaka zao zifikie Waislamu, Mwenyezi Mungu alipe jana. Semeni amin. Kama kuna shari kwa karibu na wao, Mwenyezi Mungu ipeleke mbali. Na kama kuna kheri kwa mbali na wao, Mwenyezi Mungu walete karibu. Kama ni wafanye biashara, Allah atie baraka katika biashara yao. Walivyotustiri sisi hapa duniani, Allah wastiri katika sehemu ngumu sana. Ya kwanza ni kaburini na ya pili ni katika uwanja wa hukumu inshallah. Mwenyezi Mungu wastiri. Mwenyezi Mungu walinde watoto wao inshallah. Mwenyezi Mungu walindie familia zao. Mwenyezi Mungu wajalie afya. Wala Waislamu ambao ni wagonjwa wako manyumbani, Mwenyezi Mungu watibu inshallah. Mwenyezi Mungu apatie shifa. Wale wako hospitalini, Mwenyezi Mungu aweze kuwapatia shifa inshallah. Semeni amin. Kwa ndugu zetu ambao wametangulia katika kheri, Mwenyezi Mungu asamehe madhambi yao. Mwenyezi Mungu aghufirie madhambi yao. Na kwa wale sisi ambao tumefunga tuko hai, Mwenyezi Mungu atujalie tutakabalie saumu zetu inshallah. Mwenyezi Mungu atutatulie matatizo yetu. Kwa hiyo machache nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa sababu pia safari ni hatua, nimetoka Nyeri na tunarudi, na nimekuja na familia yangu, yani niko na mke wangu na mtoto mmoja ndani ya msikiti, wengine wako shule. Mimi nina watoto 5. Alhamdulillah, Allah amenijalia kuwa na watoto 5, lakini wengine wako shule. Leo nimetembea na mke wangu, amefunga. Ustadh Saidi amefunga, tuko naye Nyeri. Pia kuna ndugu yangu mdogo tumetembea naye, so na wako katika saumu, watahitaji kufuturu na tutahitaji kwenda nyumbani juu ya watoto wengine. So sitazidisha sana, ila tutaendelea na tutamalizia programu yetu. Na ndio nimesema watu wakae na safu. Aanze mtu wa safu ya kwanza, anasimama nampatia, anarudi anaketi. Anasimama nampatia anaketi. Alafu tuluke safu ya pili. Ukipewa usitoke, unaketi tu. Rudi unaketi. Tukifika tutoke sote kwa pamoja. Hapa hatuna wasiwasi, ni nyumbani. Na hapa hakuna vita. Unajua misikiti ingine wanapigania na hata kamchele. Watu wanapigana. Watu wanajasha. Watu wanajaa. Ni tusitaje aibu tukawataja, lakini majirani zetu hapa chakula cha kupikwa tu. Ikifika ni wakati wa iftari mpaka vita. Na hiyo sio nidhamu. Riziki anatoa ni Allah. La ikiwa alipanga utapata tu. Na mimi kile ambacho nimeleta, hakuna mtu ambaye atapata hapa. Waislamu watu wazima wote kwanza. Sawa. So tuanze kuja
safu ya kwanza kuanzia mkono wa kuume. Right hand. Right hand. Haya, nasimama alafu utarudi hapo hapo. Haya, ustadhi. Haya, karibu sana. Amin. Haya, unasimama unakuja. Kujeni. Moja moja hivyo. Hizi ni katika fitri wenyewe ameamua kutoa ikiwa pesa. So inafaa kutoa chakula, lakini pia wanazuoni wanasema sio makosa. Maana nikikupa uga na una boga, ina faida gani? Utaanza kula ugali ama chapati tupu? Ikiwa hivi hata ni afadhali. Alikiwa sana pia. Amin, amin, amin. Haya, tukuje. Akuje. Naam. Unaweza kutoa kauli tu. Amin, amin. Naam. Kila anayepewa au anaomba dua basi. Hili ni 10 la mwisho. Haya, akuje huyu. 10 la mwisho, lakini watu wavivu kulimaliza. Hao ni 10. Bwana Mtume anatuambia man kama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba, Hiyo ni safu ya kwanza. ghufira lahu ma taqaddama min dabi. Mwenye kusimama katika usiku wa Lailatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake yale aliyoyatanguliza. Bora asimame na imani. Ndugu zangu, Lailatul Qadr ama usiku wa cheo si ile saa 9 za usiku ambao unangojea ndio uamke kwa swali. Tujaribu kufanya halahala pia. Usiku wa cheo si ule wa usiku ambao unasema mpaka saa 9 niamke niende msikitini. Huo si usiku wa cheo. Usiku wa cheo ni ule ambao kwamba utakupata wakati wewe unafanya ibada. Na usiku huo Allah kambatanisha na malaika ambao kwamba wanashuka katika mbingu kuja katika wingu wa samaa ambao kwamba uko katika ardhi, wingu wa kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala anawateremsha malaika na waambia nenda kawaangalie wale ambao kwamba wanajishughulisha kwa ajili yangu. Ndio anatuambia tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni min rabbi min kulli amri salamun hiya hatta mat. Wanakuombea dua wakati huo, lakini sasa wewe wakati unaombewa dua wewe unavuta shuka. Wakati wa malaika wamekuja wameambiwa waje kuangalia kuombea dua, wewe ndio unavuta shuka. Adhana ya asubuhi inaadhiniwa, wewe ndio unageuka sehemu ya pili. Alafu ni wewe ambao ikimalizika Ramadhan utasema kwamba Ramadhan pia mimi nilikuwa ndani. Na wengi wetu huwa tuko na hiyo tabia. Anakuambia mimi sitolala msikitini, wacha ningojee ikifika saa 9 ndio niingie. Niende msikitini ama niamke nifanye ibada. Usikuachie usiku amka usiku. Ni usiku ambao kwamba wewe utaambatana na ibada. Allah wakati anawaambia malaika shukeni, mkawaangalie waja wangu, mletee salamu wanafanya nini. Ndio unaona Allah subhanahu wa ta'ala malaika wa kuandika yale maovu na yale mema kawaeka mbali katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akawaeka mbali akasema hii Ramadhani funga ni yangu mimi, na mimi ndimi ambaye kwamba nitamlipa mja wangu. Na alafu hadithi nyingine akasema na malipo yake ambayo kwamba nitamlipa mja huyu ikiwa ameifunga na imani, malipo yake ni pepo. Ni nani ambaye kwamba hataki pepo hapa? Alafu ni wazazi nyinyi mama wewe mama mbona unaniangalia wewe mama? Naam, naona upande wa kila baba ama na vijana wetu tumekamilisha.
Tunaanza safu ya kina mama sasa. Naomba tutengeze barabara hapo. Tunaanza right. Tunaanza kule. Tunaanza huko mama. Nyinyi wa mama ni nyinyi. Nyinyi ndio walezi wa watoto. Lakini nyinyi uko radhi uuze dera lako lileka mtoto umlipia school fees. Lakini madrasa kifukuzwa tu na shilingi, tuseme shilingi 100, utamwambia keti au walimu wamezidi. Hiyo ni dini hiyo. Yaani inaonekana ustadhi asomeshe kifika jioni na gunia la thawabu ameweka mgongoni. Hivyo ndio wanaamini. Watoleni watoto wenu wasome. Tunaambiwa idha mata ibnu adam inqata amalahu illa min thalath. Atakapokufa mwanadamu ukatika amali zake zote isipokuwa mambo matatu. Na hayo mambo matatu mpaka ujiimize ndio uyapate. Bila kujihimiza na hayo mambo matatu hakuna chochote ambacho kwamba utakipata mbele ya Mwenyezi Mungu. Na wakati wowote utakapokuwa umekaa, muombe mtoto wako dua, sio umlaani. Sio mwambie amelaaniwa kama mjomba wake fulani, amelaaniwa kama babake mdogo. Saa zote tena huu mwezi wa Ramadhani mdomo wako usiponyoke kumlaani mtoto wako ndani ya mwezi wa Ramadhani ikiwa umefunga. Kwa maana tunaambiwa dua ya aliyefunga haina nini? Haina pazia. Utamwona sasa anaanza kukaba watu na ni wewe mzazi ndio kisingizio. Wewe mzazi ndio kisingizio, umemlaani mtoto wako ndani ya mwezi wa Ramadhani na umefunga. Kwa hivyo wazazi wa kike, kwa maana sitaongea na wa kiume wanaingia wakitoka kirudi jioni. Wewe mama pale nyumbani ndio umeachwa watoto, lakini unaona wewe leo bakia hapa unisaidie kuosha vyombo. Je, wakati umekufa akiosha vyombo ndio utapata thawabu? Umesema umekufa, anasema mama ilikuwa ikifika saa 10 anaambia nioshe vyombo, yeye anaosha vyombo. Utapata thawabu. Isipokuwa ni nini? Ni uache mtoto mwema ambaye kwamba saa zote anakuombea dua. Akiwa yuko kwa swala akisikia wala dhali anasema rabbi ighfirli walwalidayya waramhuma kama rabayani saghir. Hizo ambazo kwamba ndio inatakikana mzazi awe hima nazo. Hayo ndio malezi ambayo kwamba yanatakikana, awe na tarbiyati ambayo kwamba mtoto wake atakuwa na malezi ambayo kwamba hata siku akija kiwa na familia yake anajua huu ndio msingi ambao kwamba nimeachiwa na wazazi wangu na mimi watoto wangu niwaachie njia hii. Lakini madrasa iko. Lakini sisi tunataka kwamba tupeleke mtoto wetu mahali fulani tuandikwe jina, tuonekane tu kuna jina mtoto yuko hapa ili kija chochote tupate. Je, siku ya kaburini pia itakuwa hivyo, uandikwe jina, malaika waje kuandika jina nakwambia gojea hapo hapo. Mtoto wako akipata kule ndio na wewe utafanya nini? Tuamkeni. Maisha sahihi ni mafupi. Nikana kwamba umeingia na mlango wa mbele ukatoka mlango wa nyuma. Na wanawake tuzidishe sana kutoa sadaka, Mtume alihimiza sana. Wamama, kuweni wingi wa kutoa sadaka. Bwana Mtume wakati anaenda Isra wal Miraj alipitishwa katika milango ya motoni na peponi. Lakini alipofika milango ya motoni alienda kuona wanawake ndio wengi sana kwa moto wanachomwa. Jibril akamuuliza Jibril, wamefanya nini hawa, mbona wanachoma na ni wengi? Na kweli wanawake wako wengi. Kwa nini? Wanawake wa siku hizi hawezi kumsikiliza bwana wake. Usitoke ndio akitoka na yeye ametoka. Na ukitoka tu bwana wake akwambia leo usitoke, ukitoka tu kuanzia vyombo vyako unavyopikia, nyumba yako, godoro, kitanda, kila kitu, kuku wote wanakulani mpaka nyasi kiwa unapita. Wote wanakulani mpaka utakaporudi tena kwa nyumba. Kwa ile kutoka tu. Ya pili ulimi. Ulimi hauzuiliwi. Mwanamke ana ulimi anaweza kuambia hivi akaanza kumsomea bwana wake risala. Maneno yanatoka. Anamwambia sijui wanaume wako huko, we mwanaume shati. Tuchunge. Ndio maana unaona kwenye moto walikuwa wanawake ni. Na aliporudi Mtume aliingia kwa msikiti wakati wa Eid akahutubia akawaambia wanawake, toweni taa sana sadaka kwa maana nyinyi ndio ni wengi zaidi motoni. Kwa hivyo toa sadaka, mtolee mtoto wako asome, muhifadhishe mtoto wake Qur'an. Sasa hapa msikitini wanafunzi wangu sasa wanaingia juzuu ya pili kuhifadhi. Na hii madrasa iko na mwaka tu. Sasa wanaingia juzuu ya pili kuhifadhi. Je, ingekuwa ni wako yuko hapa amefikia hapo?
Singekuwa na furaha. Wakati ukiondoka najua mtoto wangu kidogo, hata kama yuko na kidogo ambacho kwamba anakijua, lakini utakuwa na furaha. Usiangalie kwamba kale kalimu kale kadogo kana nini kale. Kwa maana wengine wakija hapa anakuambia nataka imamu hapa na umeketi naye hapa. Ambao imamu acha kuna huko nimeona mtu naona ni msaidizi tu. Wengi wanawake akija hapa anataka msaada, lakini amekuja kwangu akaambia umeacha nje, anasema naona ni msaidizi. Anataka kija hapa niko na jitumbo, niko na kidevu kinashika kifua, niko na kakanzu kamekata hapa, ndo ajue huyu ni imamu huyu. Hivyo ndivyo wanataka. Lakini hivi kama mwili kangu na kuonekana yule ana kitu, hamna kitu mule. Hamna kitu. Lete mtoto wako asome, wakati unamuona asome ndio ujue yule kumbe ni boya, hana kitu chochote. Lakini usinitafsiri wakati uko nje na hujafika. Wamama mwanzo, wao wengine mwisho wamama mwanzo. Anza uko wamama mwanzo, alafu wengine mwisho wamama mwanzo. Kwa hivyo wamama na nyinyi wa baba pia, tunaangalia wababa wengi ndio ambao kwamba wanaachao wa nyumbani hawafanyi ibada, na wanaachao nyumbani wanaishi vile ambavyo kwamba wanataka. Ikiwa wewe baba utakuwa msimamo kutoka pale unamuoa bibi yako wa kwanza ukaweka sheria, haya ndio ambao kwamba yanatokea. Muoe na uweke sheria. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Unaambiwa mwanaume ndiye nguzo na ndiye msimamizi wa wanawake. Ndio unaona mwanaume kaumbwa, mwanamke hajaumbwa. Ama kuna aya inasema mwanamke kaumbwa? Tunaambiwa kaumbwa Adam, alafu mwanamke akafanya nini? Akafanya kutolewa sehemu ya mbavu. Tukaambiwa ni sehemu yetu ya mbavu. Kwa hivyo tukitaka wenyewe tunairudisha. Tuliambiwa ni sehemu ya mbavu. Tukitaka wenyewe tunairudisha, na kuirudisha ni uinyoshe na dini. Umfundishe dini ili anyooke, ndio kuirudisha hiyo mbavu. Lakini ikiwa mbavu hii ambayo kwamba ilitolewa ikawa ni ubavuni wako, wewe umeiachia vile ambavyo kwamba unataka, basi ndugu yangu, wewe mwanaume utakuwa na shida mno hapa duniani, na Mwenyezi Mungu anakungojea. Nani? Ule mama mzee. Mama mzee yule kule. Ni huyo hapo nyuma, hiyo afai hii nyumba hapa. Kama si Muislamu ili zaka tumfitri ipeani. Kwa hivyo wamama, wababa, nyinyi ambao kwamba mnateleza hizi nyumba zikateleza, ni wewe uwe na msimamo kwa nyumba, kwa maana siku ya kiyama Mtume anatuambia kwamba watu wazima wewe kuna mtoto wangu anasoma hapa. Kuna mtoto wangu anasoma hapa. Mtume anasema siku ya kiyama wewe baba utaenda simamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ataitwa bibi yako ajitetee. Ataulizwa unamjua yule? Atasema ndio namjua. Alikuwa nani? Alikuwa bwanangu. Je, uliishi naye? Ataanza kuporomosha. Nilikuwa naishi lakini akunifundisha vile ambavyo kwamba na hesabu yako imezidi. Ujue wakati mwingine unapeana hesabu vile iko, kwa sababu itakuja kuwa ni tafu. Kwa sababu naweza kuja na hesabu imetoshea, alafu wengine wakose. Hii hesabu yako imezidi watu 20 kulingana na hesabu ulionipa. Hii imezidi watu 20. Ustadhi, hesabu yako imezidi watu 20. Ni watu 20 ama hata ni 30. Watu 20. Kama ni wale ambao wanaenda wanakuja na wazao. Imezidi watu 20. Lakini wamepata. Kwa hivyo waliokuja wamekuja na wenzi wao. Kwa hivyo makosa ustadi si yangu. Wale waliokuja sameane. Kwa hivyo tuwe ni wenye ambao kwamba tutashikilia nyumba vile ambavyo kwamba Mungu anataka. Kwa maana bibi yako ndiye ataenda kukushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu. Huyu ndiye ambaye kwamba akitoa pesa nikinunua vazi ambayo kwamba linanibana mbele ya Mwenyezi Mungu. Watoto wako nao wanasema huyu alikuwa baba yetu, lakini alikuwa anatulisha chakula ambayo kwamba amenunua na pesa ya haramu. Alikuwa anatuvisha nguo kutoka na pesa ya haramu. Alikuwa mpaka kakabe ndio tukule. Wanakushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtume anatuambia yanachukuliwa mema yako yote huyo mwanaume anapatiwa bibi yako. Sawa? Wewe unasema nimeswali miaka 40, nimeswali na nilikuwa nikifunga. Inachukuliwa mema yako yote anapewa mwanamke.
Na ikifika kwa mwanamke naye ataulizwa mebaki wangapi huko? Naona watu wakisimama tu. Ai, kwani wanajiongeza? Wacheni. Wamebaki wangapi huko? Nani ambaye hajapata? 1 2 3. Naona watatu. Yule mmoja naona mwanaume alipiga goti kule mbele. Mama. Tuchukue huko, tunaomba dua. Wamebaki nani? Wale wamebaki wakuja wawili. Sijui ni wawili ama ni watatu. Ule watu wazima hawa waliobaki hawa kuna watoto. Mkujeni. Wale wako na watoto hawa. Hivi nimemaliza. Huyu mama nimesikia si Muislamu. Na asiyekuwa Muislamu apewi zakatul fitri ustadhi. Hakuna kitu kizuri kama ile kuwa na nidhamu na mpangilio. Dua zenu kwa wingi. Yusuf ametoka mbali. Mpaka ukimwona amefika hapa ameketi ametoka mbali. Ametoka mbali sana. Hata ukimwona anaketi hapa ameketi zaidi ya saa. Ni neema kwa Mungu. Dua kwa wingi ila arikave arudi kama zamani. Naam. Sasa ndugu zangu Waislamu, kwanza nashukuru kwamba nimefikisha amana na nimeweza kupatia Waislamu 82. Nimetoa 1082. Alhamdulillah. Katika hiyo pesa ilibaki tu pesa ya gari ya mafuta, na ndio imeingia mafuta, amana ikaisha hivyo. Alhamdulillah. Na natumai mmefurahia, na mtuzidi kutuombea dua. Saa hii nataka nipite Githurai kwangu nipate kanzu moja ya Idi kutoka Oman. Mimi niko na kanzu lakini zilikuwa hapa. Nipate hata mimi kanzu ya Idi nichukue, alafu tuweze kusafiri. Safari ni hatua. Tuko na nimeletwa na dereva. Hii gari siwezi hata jiendeshea, lakini napeleka ile gari ya dawa. Hiyo siku hizi napeleka naenda kilomita kama 10 hivi narudi. Hainishindi kupeleka. Na ni neema kweli hivi nimeketi. Na nashukuru daktari ambaye ananishughulikia. Nashughulikiwa na daktari kijana mdogo sana, hajaoa, lakini ako na maarifa. Allah amempatia hekima na maarifa, kwa sababu kutoka aanze kunishughulikia kila siku ni mabadiliko. Kila siku ni mabadiliko. Nilifanyiwa vipimo vya hospitalini, lakini ninatibiwa kienyeji. Ni kijana amesomea zote. Ingekuwa hospitalini ningekuwa tu natiwa maji na weko madawa ambayo hayana mbele wala nyuma. Lakini kwanza matibabu yangu ya mwanzo hii nimekuwa mgonjwa miezi 6 naeleza. Siku 21 ndizo zimeniinua. Siku ya kwanza ya matibabu, siku 4 ni za kufunga. Ndio ujue ni daktari mtaalamu. Nilipopimiwa ikajulikana ni nini, unapewa 4 fasting days. Unakunywa juisi tu. Na juisi yenyewe ni glasi moja, asubuhi na jioni, siku 4. Na nilitoboa kwa uwezo wa Allah. Tena kutoka hapo mimi vyakula nimepagiwa, nimeandikiwa. Na after hii muda nitarudia chakula chote. Hata from Monday sasa nitaanza kurejeshewa diet zingine. Hivyo. So
na ni kijana mdogo. Mungu azidi kupatia hekima na azidi kufanya dawa katika hiyo dawa, ikuwe ni dawa kabisa. Iwe sasa next round idi kubwa ya round hii, Mungu akijalia, hata kama nayo hata hii iko mbali pia. Ukimaliza Ramadhani ndio hiyo nayo inaanza kuitana. Baada ya kufunga 6 mnaanza kupiga lili, inaanza kukaribia idi kubwa. Tupate mang'ombe hapa tupate ng'ombe 3 kwa ajili ya Allah inshallah. Kwa hivyo mimi naomba mkifanya dua mniombe tahajjud. Nadhani kwanza ya leo ni katika leo, wengine wako 28, wengine 27, na kesho kwanza ya kesho ndio yenyewe ya Lailatul Qadr. So mdifanyie dua na tufanyiane dua sote Waislamu. So naomba dua tuweze kukamilisha hapo, maana hata tukishida hapa hatutachoka kuongea. Unaona mgonjwa, lakini hautawezi sema ukinikiwa nimeketi. Allah lazidi kunipa afya kwa dua zenyu Waislamu. Shukrani, fanya dua tuweze kukamilisha. Kuja hapo muombe ustadi dua hapa. Sio wewe huyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من عليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الشكر على ما قضيت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ustadhi hajaonekana anaonekana katika wote, kila mtu amepokea mkono wangu. Ambaye hakupokea ni ustadhi, naye ustadhi tunaambatana na yeye mpaka kwa gari. Yeye ndiye anapata zawadi nono kama shehe wa msikiti. So mambo yako juu kwangu. Zawadi yako nilipewa na niko nayo zawadi nono. Inshallah kwa juhudi yako, na pia ukuwe na moyo zaidi ya kushikana na Waislamu. So zawadi yako iko nono kabisa. Mimi sina mengi. Waislamu wote duniani na watakia saumu makbul, Eid Mubarak wa afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, mkitoka mnaenda, sio mmesikia ustadi ana